msalaba. Naona picha za Yusufu, picha za Bikira Maria, hizo ni sanamu. Ndio Biblia inasema alaaniwe mtu afanyie sanamu ya kuchonga au ya kusubu, ni machukizo kwa Mungu, kazi ya mikono ya wanadamu. Na watu wote wajibu waseme amina. Naona ndio nakuta hakuna picha ya Muhammad mpaka leo. Tunaogopa maandiko ya Mungu. Hakuna picha ya nani ya Muhammad mpaka leo. Tunaogopa maandiko ya Mungu, laana ya Mungu. Sasa endelea mwalimu. Marko 12:28. 12:28 inasema, mmoja wao waandishi akafika, akasikia wakisemezana naye, akajua ya kwamba amewajibu vema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Ni ipi iliyo ya kwanza? Ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akajibu, sikiza ewe Israeli, Bwana Mungu wako ni Bwana mmoja, Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu. Na mmoja wapo waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akawauliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Akauliza Yesu akajibu, ya kwanza ndiyo hii, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Yesu akajibu, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mmoja wapo waandishi waliuliza Yesu, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu. Yesu akiwa ndani. Mungu wetu na Yesu ni mmoja. Si Yesu ni Mungu au mtoto wa Mungu. Mungu wetu na Yesu ni Mungu mmoja. Unaona? Sasa Kumbukumbu 6:4. 6:4 mwalimu, kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Wacha nifike kwa haraka. Naona ndugu yetu amesimama, anasema ndugu yetu. Mwalimu, Kumbukumbu ngapi? 6:4. 6:4 inasema, 6:4, sikiza ewe Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana ndiye mmoja. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Na mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno hayo niliyokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Nawe uwafundishe watoto wako katika bidii na kuyanena, aketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo. Utembeapo njiani na ulalapo, uondokapo, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama upete katikati ya macho yako. Tena uandike juu ya miimo ya nyumba yako, kama Mungu ni mmoja, na juu ya milango yako. La ilaha illallah. Naam, Mungu ni mmoja. Sasa Mungu akuishia hapo. 5:7 Kumbukumbu la Torati 5:7 inasema, mwalimu na mwaga maandiko kweli kweli. 5:7 Taurati. 5:7 Taurati inasema mwalimu, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anataka kwa Biblia usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote. Usijifanyie. Endelea. Kilicho juu mbinguni, au kilicho chini duniani, au kilicho majini chini ya nchi. Endelea. Usivisujudie wala kuvitumikia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa mimi Bwana Mungu wako ndiye Mungu mwenye wivu. Mungu anasikia wivu napo. Yeye anakupa hewa ya bure, chakula ya bure, kila kitu ya bure. Umwabudu tunaenda kulipa uzima milele. Wewe unakataa, unaenda kuabudu masanamu. Hata tena akulipe moto wa jehanamu. Unaona kwa upumbavu wetu wenyewe sisi. Tunaacha uzima milele, tunaenda katika jehanamu. Sisi wenyewe. Maswali? Ndugu yetu maswali? Jina nani?
Hebu njoo salimie mwalimu kidogo. Ni salamu tu, acha nipelekee mic. Kuja salimie kidogo. Ndugu yangu. Mimi naitwa Idi. Naitwa Osti. Nani? Osti. Osti. Mimi Muislamu wewe? Mkristo. Oh. Kanisa gani? Church of Christ. Church of Christ. Oh. Unamwamini Yesu? Namwamini Mungu. Na Yesu? Osti. Yes. Yesu? Namwamini Mungu. Mungu namwamini vipi? Mbadilini aichi. Very good. Na Yesu? Yeye mnasema Yesu ni mtume. Sio sisi. Nani wasema? Yohana 17:3. Wa haraka haraka Yohana 17:3. Acha nisome kidogo. Osti. Kama karibu uende akisoma kidogo tu. Haya, safi, amesema atasikia. Haya, very good. 10 na ngapi? 17:3 Yohana. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Sijui anafungua kwa simu. Sawa. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Yesu anasema, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Unaona? Yesu ndio, Biblia ndio imesema, Yesu amefundisha kwamba Mungu ni wa pekee wa kweli na yeye ni mtume wa nani? Mpe mic. Yesu ni mtume wa nani? Wa Mungu. Unaona? Yesu ni mtume wa Mungu. Alitumwa kuja kufundisha watu wamjue Mungu mmoja. Yeye si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Kweli au si? Yeye si Mungu wala si mtoto wa Mungu. Si kweli? Hapo una shaka? Sina shaka. Kwa hiyo si Mungu wala mtoto wa Mungu. Si ndio? Au si? Sasa tuangalie dini yake, sawa? Haya. Luka 4:16. Luka 4:16 nasema, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato, akaingia sinagogi, kama ilivyokuwa desturi yake. Akapewa chuo cha nabii Isaya akakisoma. Austin. Yesu alikuwa anaenda hapo kusali? Nazareti. Kwa nyumba gani? Sinagogi. Unajua? Najua. Ni nini? Sinagogi ni nini? Ama tumsaidie. Sinagogi madhabahu. Ndio unasoma Biblia? Madhabahu. Altar. Acha tuangalie kwa Biblia. Sinagogi ni nini? Imeandikwa hapa msikiti wa Wayahudi. Ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Imeandikwa msikiti wa Wayahudi. Kwa Biblia si ndio? Kwa Biblia? Hiyo ni Biblia ama si Biblia? Biblia. Very good. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaenda kusali wapi? Nazareti. Kwa nyumba gani? Sinagogi. Ambaye ni nini? Ambaye ni nini? Very good. Yesu alikuwa anaenda kusali msikitini. Mtu akisali msikitini wa dini gani? Sio Waislamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasali msikitini. Yesu ni nani? Austin. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasali msikitini kama desturi yake. Yesu ni nani? Kufuatana na maandiko, Yesu ni nani? Austin. Austin. Yes. Kwa hivyo Yesu ni nani? Sasa mnataka kusema Yesu ni Kristo. Kwa hivyo ni nani? Na angalia dini. Kwa hivyo alikuwa anasali msikitini. Yesu ni nani? Kwa nini mnaangalia dini? Nijibu kwanza ndio niulize. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasali
msikitini. Yesu ni nani? Very good, ni Muislamu. Sio tunaamini hivyo. Ni kitabu gani kimesema? Biblia. Very good. Mathayo 16:20. 16:20. Inasema 16:20. Akawaambia, msiambie mtu yeyote ya kwamba mimi ni Kristo. Mpe. Yesu amekataa si nani? Msiambie mtu yeyote mimi ni Kristo. Mathayo 16:20. Angalia mwalimu kwa yake. Wacha athibitishe. Wacha athibitishe. 16:20. Asije akasema 16:20. Wacha some wenyewe mwalimu. Asije akasema hao Waswahili hawa wameandika Biblia zao. 16:20. Soma. Then chant he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Toria, iko sawa na hii? Sawa. Very good. Kwa hivyo Yesu alikataa, alisema asiambie mtu yote kwamba yeye ni nani? Kulingana na yale ambayo alikuwa anatendeka, ndio maana alisema hivyo. Wasimwambie mtu yote yeye ni nani? Maana Wayahudi ndio walimsuluhisha. Una ushahidi? Hapo soma 16:18 hapo Mathayo. Maana alikuwa anaogopa asiseme kwamba yeye ni Yesu Kristo. Wayahudi walifanyaje? Unaandiko hiyo? Kristo ni jina ama ni dini? Si dini hiyo. Ni nini? Jina. Ukichukua jina ya mtu useme ni dini yako, na dini? Uchukue jina ya mtu useme ndio dini yako, uko na dini? Jina ya mtu alafu sema hiyo jina ndio dini yangu. Uko na dini? Austin, ukichukua jina ya mtu useme ndio dini yako, uko na dini? Mimi siabudu dini. Hawabudu Dini. Siabudu dini. Kwa hivyo Mungu umbaji wa mbingu na nchi. Siabudu dini. Mtu asiyekuwa na dini anaitwaje? Manake dini haipeleki mtu mbinguni. Austin, mtu asiyekuwa na dini anaitwaje? Unielezee. Manake mimi siabudu dini. Mtu asiyekuwa na dini anaitwa pagani. Kweli? Sasa Ukristo ni dini ama ni jina? Uislamu ni dini ama jina? 3:19 Qur'ani. 3:16 Qur'ani. Mwalimu 3:16 Qur'ani nasema bila shaka 19. 19 nasema bila shaka. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hiyo ni Qur'ani. Sura inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Qur'ani imethibitisha kwamba dini ya haki mbele ya Mungu ni Uislamu. Na kwa maandiko imesemaje kwa Biblia hata Qur'ani? Kwa Biblia inasemaje? Kwa Biblia? Unao mahali maandiko hivyo? Aje. Tukiwacha Qur'ani, sasa tuingie kwa Biblia yenyewe. Inasema hivyo kweli? Swali lako lilikuwa nini? Uniambie. Kwa maandiko hapo tukiacha Qur'ani. Kwa maandiko hapo. Ya Biblia sasa. Ni wapi imesema ya kwamba Uislamu ni dini? Ya kwamba Uislamu ni dini. Tumekuta Yesu alikuwa anasali wapi? Mimi ni Kristo. Tumekuta alikuwa anasali wapi? Ati unafanya nini? Sasa mimi nishakuthibitishia kwa Qur'ani yangu. Sithibitishe kwa maandiko pale. Nimesema tuache Qur'ani sasa. Tuingie kwa maandiko ya Biblia. Uniambie maandiko gani imesema ya kwamba Uislamu vile umesema hivyo. Sasa Austin, pata Qur'ani yangu imenithibitishia kwamba
dini ya haki mbele ya Mungu ni Uislamu. Sina shaka. Sasa umenithibitishia kwa Biblia Ukristo ni dini. Mimi kuna leo umenithibitishia Uislamu ndio dini ya haki. Sasa nyie mwabudu dini. Sasa ungethibitisha kwa Biblia watu Ukristo ni dini. Mimi siabudu dini mimi. Unaabudu nini? Mungu muumbaji wa mbingu na nchi. Dini siabudu. Dini haiwezi nipeleka mahali. Dini hapa duniani tu. Mbinguni. Tunaabudu Mungu aliye mbinguni. Sio dini. Austin. Dini tunapeleka hapo sasa. Austin. Nakupata. 3:85 Qur'ani. Unapeleka Qur'ani, tunataka tuambie kwa maandiko ya Biblia. 3:80. Sawa, nipeleke Qur'ani sasa. Kwanza mwalimu, nataka niwasaidie na Austin. Austin, katika Luka 4:16 inasema kwamba Yesu akaenda Nazareti. Hapo ni pahali ambapo Yesu alilelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Ina maana Yesu katika siku ya Sabato alikuwa anaenda wapi? Katika sinagogi. Tukaja katika Biblia, tafsiri ya Biblia inasema kwamba sinagogi ni msikiti. Mwalimu wangu akakuuliza, ukiona mtu anaenda msikitini atakuwa wa dini gani? Wewe ukasema ya kwamba ni Muislamu. Wewe mwenyewe ukasema ya kwamba ni Muislamu. Baadaye ukamuuliza, wewe mwenyewe ukafanya nini? Ukamuuliza ya kwamba haya maneno thibitisha katika nini? Katika Qur'ani. Kwa kuwa wewe sio mtu wa Qur'ani, wewe ni mtu wa Biblia na ndio kitabu chako kanisani. Akakutolea kitabu cha Mathayo 16:20. Yesu anaambia wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ni Kristo. Wewe mwenyewe ukasema haya Yesu alikuwa anasema kwa hofu ya Wayahudi. Ndio sababu akasema watu wasimwambie mtu ya kwamba yeye ni Kristo. Ina maana wewe Mkristo, ikiwa una hofu, unaweza kukana dini yako kulingana na maneno yako. Kulingana na hofu, unaweza kukana dini yako. Alafu mwalimu wangu akakuelewesha katika kitabu chake, amethibitisha dini yake. Sasa wewe ukasema ya kwamba wewe hauabudu dini. Wewe hauabudu dini. Wakati wewe hauabudu dini, ina maana hauna dini. Na mwalimu wangu akakuambia mtu ambaye hana dini anakuwa yeye ni mpagani. Kwa hivyo kwa kufikia hapo unakubaliana na mwalimu wangu ya kwamba hauna dini, wewe ni mpagani. Wewe ni mpagani kwa kuwa hauna dini. Mimi sio mpagani. Haya, kama dini yako? Mimi siabudu dini mimi. Sasa nimekuambia siabudu dini. Maana dini haiwezi nipeleka mahali. Dini yako ni gani? Siabudu dini. Nasema ana. Kwa hivyo ni mpagani. Mimi sio mpagani, lakini siabudu dini. Naabudu Mungu aliye mbinguni. Mtu asiyekuwa na dini wa mbingu na nchi. Mtu asiyekuwa na dini anaitwaje? Maandiko wapi? Mtu asiyekuwa na dini anaitwaje? Kwanza nataka unijibu swali. Ni mpagani. Haya, nijibu swali langu. Hiyo siku ya Sabato ilikuwa siku gani? Yeye mwabudu siku gani? Siku ya Sabato. Wakati Yesu alikuwa kwenye sinagogi. Ilikuwa ni siku gani? Sinagogi ni nini? Si umesema ni msikiti. Ni neno Biblia. Si maandiko, maandiko kwa maandiko hivyo. Biblia. Swali ni hivi. Hiyo siku ya Sabato ilikuwa siku gani? Na nyie Waislamu mwabudu siku gani? Siku yenu. Ustadi. Rasmi. Wacha nikusaidie kidogo.
Ndugu yangu umeuliza swali nzuri sana. Sawa. Hiyo siku ya Sabato ni siku gani? Siku ya Sabato ni siku ya Sabato. Umenipata? Kwa wiki ni siku gani? Kwa wiki kwa mujibu wa Biblia ni Sabato. Hakuna pahali popote katika Biblia imesema ya kwamba Sabato ni siku fulani. Hakuna. Ambapo kama unayo wewe tusaidie. Lakini katika Biblia hakuna pahali popote ambapo inasema kwamba Sabato ni siku fulani. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Na kuuliza, kweli sio kweli? Nimeandika Sabato. Ni siku gani? Hebu nisaidie. Mimi nimeuliza swali. Kwa kuwa mimi sina, haijaandikwa kwenye Biblia ya kwamba Sabato ni siku fulani. Kwa kuwa wewe mwenyewe nikuulize, wewe Sabato ni siku gani? Kwa sababu Biblia ukisoma Mwanzo mpaka Revelation, hakuna andiko ambalo linasema Sabato ni siku fulani. Hakuna. Sabato inabaki tu kuwa Sabato. Sasa kwa kuwa wewe ni Mkristo na unatumia Biblia, tusaidie andiko katika Biblia, Sabato ni siku gani? Mimi nimeuliza ili niweze. Hakuna kwetu, hakuna. Sabato inabaki Sabato. Hakuna ati Sabato ni siku fulani, hakuna. Hilo ndilo lilikuwa swali langu. Kwa hivyo hakuna, haijaandikwa kwa Biblia Sabato ni siku fulani. Kwa sababu kwa mfano, katika Kiswahili mnasema ni Jumamosi ambayo haijatajwa. Safi? Salamu. Haijatajwa. Lakini sasa mnakuja usiku, kuja mchana. Na tena kesho hiyo ndio mada. Kesho hiyo ndio mada. Mada ya Sabato ni kesho. Ni mingi kabisa. Hebu kaa hapo kwanza. Kaa hapo. Huyo mwenye anasema ni mingi kabisa, mpe mic. Mpe mic. Ndugu, kaa hapo. Asante. Mingi kabisa. Ipo kwa Biblia. Ni siku gani? Waislamu wanaamini Qur'an. Naam. Wakristo wanaamini Biblia. Safi. Biblia kuna mahali kadha imeanakiliwa ya kwamba Sabato iko katika kitabu cha Biblia. Naam. Hatujakataa ya kwamba Sabato haipo. Imetajwa. Sabato, neno Sabato imetajwa kwa Biblia mara mingi sana, lakini ni siku gani? Hebu tupe siku haswa, ni siku gani kakangu? Kwanza jina lako nani brother? Mimi mgeni. Jina lako nani? Naitwa Gordon. Gordon. Naam. Sasa Gordon, kwa wiki kuna siku ngapi kwa wiki? Kwa wiki tuna siku 7. Unaweza kuanza kuhesabu moja mpaka 7? Naweza. Haya, moja ni Jumapili ni siku ya kwanza. Jumapili ni siku ya kwanza. Inakiliwa katika Biblia. Jumatatu siku ya pili. Na juma inayofuata ni siku ya Jumanne. Inayofuata Alhamisi. Inayofuata tena. Alafu tano Ijumaa. Tena Ijumaa. Alafu siku ya 6 inakuwa Friday. Hapo ni siku gani? Siku ya Friday. Inaitwa siku ya 6. Inaitwaje kwa Kiswahili? Ni Ijumaa. Alafu siku ya 7 ambapo ni Sabato ambayo imenakiliwa katika Biblia. Inaitwa siku hiyo ni siku gani? Siku ya 7. Ni siku gani? Ya 7. Ndio gani? Kwa sababu umehesabu Jumapili, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa. Wewe umetaja Jumatano. Kuna umehesabu Jumapili, Jumatatu, Jumapili ni sana. Alafu Jumanne, Jumatano, Alhamisi, alafu Ijumaa. Hiyo nyingine ni gani? Hiyo nyingine ambayo inapata Ijumaa ni gani? Ijumaa hesabu kwa Kizungu. Ni gani? Ni Friday, siku ya 7. Enye nafuata Friday ni siku gani? Siku ya 6. Ndio gani?
siku ya saba ndio siku gani? Ndio Sabato. Ndio siku gani? Saturday. Saturday. Unaandiko Saturday ni Sabato? Imeandikwa. Uko na andiko ambayo inasema Saturday. Andiko ndio maana nilikwambia tusaidie. Wakristo, hebu tusaidie tu Saturday ni Sabato. Ya kwanza Wakristo wanaamini Biblia. Ndugu yangu, kitabu ni Kutoka. Naam. Hiyo ni ya kwanza. Kutoka inasema Saturday ni Sabato. Inasema hivi. Aya, soma tupate. Ukitaja Saturday, basi unaandamana na wewe. Kuje mapema. Ukisoma hata naweza nikakusaidia, ni Kutoka 28. Usisumbukane sana. Alafu ikitaja Saturday, haya, weka mstari hapo. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo umesema. Nataka usome ikisema Saturday ni Sabato. Wewe umesema Sabato ni siku ya Saturday. Hata mimi neno Saturday ndio nataka, kwa sababu najua Sabato iko. Lakini ni siku gani? Wewe ukasema Saturday. Sasa nipe hiyo Saturday. Nipe. Fasulu yake ni ya 8. Ni ya 8. Imeandikwa wapi? Imeandika 28 mstari wa 8. Inasemaje? Hii ni Biblia takatifu. Inasemaje? Waislamu wanaamini Qur'ani. Ndio, hamna neno, sisi tunaamini zote. Kumbuka siku ya Sabato. Alafu na uitakaze. Hiyo ndio Sabato. Siku gani? Saturday. Siku ya Sabato ambayo ni Saturday. Ni Saturday. Ukisoma kwa Kizungu, hapo kuna Saturday. Ndio sikia. Ukisoma kwa Kizungu, remember the Sabbath day. Ni Kizungu tu. Wewe unasema kwa Kiswahili. Ndio, which day? Saturday. Siku ya saba. Which day? Saturday. Sasa ukitaka kujua siku, twende katika kitabu cha Mathayo. Sasa, ngoja ndoka kidogo ndugu yangu. Wakristo, ngoja kwanza. Ndio nakusikiza. Tulia ndugu yangu. Naam. Kwa kuwa muda umekwisha, kesho hiyo ndio mada. Sasa ndugu yangu, kama hujasoma, kuja mapema. Ukisoma hiyo kitabu cha Kutoka, hakuna neno Saturday ndugu yangu. Iko mara mingi sana. Saturday. Unajua Waislamu wanaamini Biblia, wanaamini Qur'ani, na sisi Wakristo tunaamini Biblia. Ndugu, nimekupatia nafasi usome Saturday, hakuna. Wacha nikusomee kitabu kingine. Wachana na Isaya, tunasoma kitabu cha Mathayo. Iko mara mingi sana. Unajua tunaposoma Biblia vile mnaposoma Qur'an. Soma Biblia, wewe soma tu soma Biblia. Na Qur'an huwezi linganisha na Biblia bwana. Okay. Ya pili. Ni Mathayo. Wacha tusome Mathayo pekee yake kwanza. Naam. 28. Naam. Fasuli yake ni ngapi? Moja. Kuna mtu anapiga simu, tumeshakata. Hii ni siku ambayo Kristo aliweza kufufuka. Sasa alifufuka siku ya Sabato. Ilikuwa siku ya, unaposoma Biblia alifaa afufuke hapo awali. Na kwamba inasema nisome kwa Kizungu. Now after the Sabbath. After the Sabbath, hiyo ni baada ya siku ya Sabato. Sasa ndugu yangu, ni after Saturday after Sabbath. Hii ni after Sabbath. Sabato ni Sabbath. Sabbath ni Sabbath. Bas. Mimi kitu ambacho nakataa ni Saturday. Bas, nataka kukwambia Sunday ni siku ya kwanza. Hata watoto wetu wanapoenda shuleni wanaambiwa Sunday ni siku ya kwanza. Ndio elewa sasa hivi. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn. Inamaanisha siku ya kwanza ya wiki ya juma ni siku ya Sunday. Ndugu yangu, sijakataa. Mimi ninachokataa ni Saturday. Ni Saturday. Saturday. Kuna neno Saturday. Saturday hiyo ni Kizungu. Na kwa ukisema Sabato hiyo ni Kiswahili. Unaposoma nakala yako ya Kiswahili, kama ni Biblia kama ni sasa nikuulize Sabato ni Kiswahili. Nikuulize. Naam. Ukisema seventh day ni lugha gani? Seventh day ni siku ya saba. Kwa lugha gani? Kwa seventh day ni Kizungu. Unaona wale ambao wanaabudu tulia ndugu yangu, acha kwenda mbio. Seventh day ni Kizungu. Ndugu. Yes. Seventh day ni Kizungu. Seventh day ni Kizungu. Saturday ni Saturday bado ni Kizungu. Saturday. Sasa ndugu yangu, hiyo Saturday imeandikwa wapi?
Imenakuliwa. Wapi? Nataka kusomea. Asoma. Mimi nataka tu neno Saturday. Tumalize hii mjadala. Neno Saturday ukifika achana nayo. Neno tu Saturday. Mimi sina shida na wewe. Neno tu Saturday. Sasa kama unapokuwa na sina nakala ya Kiswahili lakini Kiswahili kinaposoma hata Kiswahili hakuna neno Saturday. Saturday unaitafuta kwa Kiswahili? Ipo. Kwa Kiswahili unatafuta Saturday. Saturday ndio Sabato. Naam. Kwa nani amesema Saturday ni Sabato? Biblia imesema. Unajua? Ungesoma. Ndugu yangu ni kuna Waislamu. Ndugu yangu unaposoma kesho tuko na hiyo mada. Kuja mapema. Sawa. Kesho tunakuja kufundisha mada ya kesho. Tulia ndugu yangu. Kwanza wacha nikupatie mwelekeo. Kesho mada iko siku sahihi ambao Mwenyezi Mungu amechagua ya kufanya ibada ni siku gani? Sasa kuja ni mapema. Amen. Tunashukuru. Naam. Ningependa tuchukue hiyo mada kesho. Lakini kwa ufupi tu ningependa niseme kuna sura nyingi katika Biblia kesho kuja nazo ambazo zinasema kuja nazo siku ya Sabato ni Jumamosi. Ndugu yangu kuja na hizo kesho kuja na sura zote. Fanya hivi. Hizo sura haya zibebe kwa lori kuja nazo. Sawa. Hata kwenye Qur'an zote wewe kuja nazo. Sasa hiyo ndio mada. Sawa, ndio mada ya kesho. Muje mapema. Asanteni. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كيف إن شاء الله. Tunaanza saa 10. Saa 10 kamili kupata hapa. Saa 9 tutakuwa tumefika hapa. Allahu Akbar.